Na kabla ya kuangazia undani wa taarifa hiyo, kulia kwangu hapa studioni mwenzangu Halima Nyanza na kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Halima, karibu. Asante Skola na habari msikilizaji. Marekani imelitangaza kundi la uhalifu kutoka Venezuela la Cartel de los Soles kwa kundi la kimataifa la kigaidi na kuhusika pia na usafirishaji wa dawa za kulevya kwa kiwango kikubwa. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imesema kundi hilo lilikuwa likiongozwa na Rais Nicolas Maduro, jambo ambalo kiongozi huyo wa Venezuela amekanusha. Hatua hiyo pia imekuja wakati ambapo kuna tetesi kuwa Marekani huenda ikashambulia Venezuela, na huku ikiwa imepeleka vifaa vizito vya kijeshi katika bahari ya Caribbean kwa kile kinachoelezwa kuwa operation ya kupambana na dawa haramu za kulevya. Rais Maduro amekitumia kila njia kuwatuliza wananchi wake juu ya kitisho hicho. Mamlaka nchini humo zinasema shughuli za uokoaji na utafutaji bado zinaendelea. Tukio hilo limetokea baada ya walinzi wa eneo hilo kudaiwa kuwafyatulia risasi kundi la wachimbaji haramu. Waziri wa mambo ya ndani katika jimbo la Lualaba, Roy Kaumba Mayonde, amedai kuwa wachimbaji hao walikuwa wakilazimisha kuingia katika eneo hilo licha ya kupigwa marufuku kutokana na mvua kubwa ambayo imesababisha kuwepo kwa hatari ya maporomoko ya ardhi. Idadi ya waliofariki inaweza kuongezeka wakati juhudi za uokoaji zikiendelea. Ulinzi umeimarishwa nchini Bangladesh wakati hukumu dhidi ya kesi inayomkabili waziri mkuu wa nchi hiyo Sheikh Hasina ikitarajiwa kutolewa kufuatia tuhuma zinazomkabili za uhalifu dhidi ya binadamu. Mabomu kadhaa yametengenezwa kwa mikono yamelipuliwa katika mji mkuu wa nchi hiyo Dhaka. Wafuasi kadhaa kutoka chama cha waziri mkuu huyo wa zamani wa Bangladesh Sheikh Hasina wamekamatwa katika siku za hivi karibuni kwa madai ya kuhusika na milipuko hiyo. Mwenyewe amekana mashtaka dhidi yake, huku kesi hiyo ikisikilizwa akiwa nje ya nchi. Na katika michezo, juhudi za Nigeria kufuzu kucheza mashindano ya kombe la dunia la FIFA mwakani zimegonga mwamba baada ya kupoteza fainali ya mchujo wa Afrika kwa magoli ya penalti dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ushindi wa timu hiyo ya taifa ya Kongo unaendeleza matumaini ya timu hiyo ya kufuzu kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1974 waliposhiriki michezo hiyo wakitumia jina la zamani la nchi hiyo, Zaire. Hii ni BBC. Ni mwenzangu Halima Nyanza amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Matangazo haya ni Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika Voice of Busoga na Voice of Muhabura kule Uganda. Kenya ni Gulf Radio pamoja na 99.9 pamoja FM. DRC Radio Muungano Beni pamoja na Lizadel Radio. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na karibu. Marekani imetangaza kundi la kihalifu la Venezuela Cartel de los Soles kuwa kundi la kigaidi la kigeni. Waziri wa mambo ya nje alisema kwamba kundi hilo la cartel linaloongozwa na Rais Nicolas Maduro, madai ambayo kiongozi huyo wa Venezuela amekanusha. Kuna tetesi kwamba huenda Marekani kaishambulia Venezuela. Na Steha Mohamed ana taarifa hii kwa kina. Marekani inaelezea nchi ya Venezuela kama nchi ambayo viongozi wake wengi wamo kwenye biashara mihadarati. Ndio sababu sasa kundi la Cartel de Soles limetengwa kama kundi la kigaidi kimataifa na Marekani. Marekani hasa inasema kwamba rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro amekuwa mhusika mkubwa katika biashara hiyo, swala ambalo Rais Maduro amekuwa kikanusha madai hayo ya Marekani. Na sasa taarifa hiyo imezua wasiwasi kwamba huenda Marekani ikashambulia Venezuela siku za hivi karibuni, huku Marekani ikilenga maboti madogo ambayo inadai husafirisha mihadarati hadi nchini Marekani. Marekani imepeleka vifaa vizito vya kijeshi katika bahari ya Caribbean kwa kile kinachoelezwa kuwa operesheni ya kupambana na dawa haramu za kulevya. Rais Trump amesema kwamba Marekani iko tayari kufanya mazungumzo na Venezuela kuhusu swala hilo. Tunaweza kuwa na mazungumzo na rais wa Venezuela Maduro na tutaona namna mambo yatakavyokwenda kuhusu swala hili. Wanataka mazungumzo haya yafanyike. Mwezi Agosti, Washington ilichukua hatua nyingine na kupandisha zawadi hiyo hadi dola za Marekani milioni 50 kwa taarifa zitakazopelekea Maduro kukamatwa na kumfanya kuwa mlengwa mkuu wa mpango wa kusawazi mpango wa kupambana na dawa za kulevya. Nchi nyingine kama vile Argentina, Ecuador, Paraguay na Jamhuri ya Dominica pia zimeainisha kundi hilo la Cartel de Soles kama shirika la kigaidi. Lakini licha ya hayo yote, pia kuna madai ya wengi kwamba hamna kuwepo kwa kundi kama
hilo nchini Venezuela. Rais wa Colombia Gustavo Petro pia amekuwa akisema hamna uwepo wa kundi hilo. Neno hilo la Cartel de Sols lilitumika mara ya kwanza katika vyombo vya habari vya Venezuela mwanzoni mwa miaka ya 90 katika muktadha wa tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya dhidi ya Jenerali Ramon Guillen Davila ambaye alifanya kazi kama mkuu wa huduma za kupambana na usafirishaji wa dawa za kulevya za walinzi wa kitaifa na Venezuela na mrithi wake Orlando Hernandez Villegas. Taarifa yake na Steha Mohamed. Baada ya mahakama ya kimataifa ya mauaji ya kimbari ya Rwanda mjini The Hague, Uholanzi, kuamua kwamba Felicien Kabuga aliyetuhumiwa kwa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 hafai kusafirishwa kwenda Rwanda, familia yake imekaribisha uamuzi huo, huku jumuiya ya manusura wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda Ibuka ikiomba iwapo afya yake itaimarika basi ahamishiwe Rwanda. Kutoka Kigali, ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu Ive Buchana. Mahakama ya IRMCT ambayo sasa inasikiliza kesi zilizoachwa na iliyokuwa mahakama ya kimataifa ya mauaji ya kimbari ya Rwanda ICTR ilifanya uamuzi huo Ijumaa baada ya zaidi ya miaka miwili ya mabishano kati ya upande wa utetezi wa Kabuga na upande wa mashtaka. Kabuga anatuhumiwa kwa uhalifu wa mauaji ya kimbari, ikiwa ni pamoja na kuwachochea wananchi moja kwa moja kufanya mauaji ya kimbari kupitia kituo cha redio na televisheni cha RTLM ambacho inadaiwa ndiye aliyekuwa mwanzilishi. Mbele ya mahakama, Kabuga alitaja mashtaka dhidi yake kuwa ya uongo. Akitangaza uamuzi wa mahakama, jaji wa mahakama hiyo Ian Bonomi alisema kuwa baada ya kutafakari kwa kina, jopo la majaji lilikubali ushahidi wa jopo huru la wataalamu na kuhitimisha kuwa Bwana Kabuga hafai kusafiri hadi Rwanda. Bwana Donatien Kabuga, mmoja wa watoto wa Kabuga, aliambia BBC idhaa ya Maziwa Makuu kwa ujumbe wa maandishi kwamba uamuzi wa mahakama waliupokea kwa shangwe kubwa baada ya miaka mingi ya mashaka na vitisho vya kuhusu kurejeshwa kwa Kabuga nchini Rwanda. Kwa upande mwingine, mkuu wa jumuiya ya manusura wa mauaji ya kimbari Ibuka kwa kifupi, Philbert Gakwenzire, aliambia BBC kwamba wamefahamu uamuzi wa mahakama wa kutomruhusu Kabuga kusafiri, lakini akaomba ikiwa ni wazi kwamba atafanya safari basi aachiliwe nchini Rwanda kama mwendesha mashtaka alivyokuwa ameomba. Waendesha mashtaka na serikali ya Rwanda walikuwa wakitaka Kabuga arejeshwe Rwanda, nchi yake ya asili na ambayo ndio pekee iliyokubali kumpokea baada ya mahakama kuamuru aachiliwe kwa muda kutokana na hali yake mbaya ya kiafya. Familia ya Kabuga na mawakili wameendelea kubishana kuwa kumpeleka Rwanda kungekiuka haki zake na kuibua wasiwasi kuhusu usalama wake. Mahakama hiyo ilisema uamuzi wake wa kutomwachilia Kabuga kwenda Rwanda pia ulitokana na ripoti mpya kutoka kwa madaktari wa gereza la mahakama hiyo ambazo zinaonyesha kuwa afya ya Kabuga ya kimwili na kiakili imezorota kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, na kwamba sasa yuko kwenye kiti cha magurudumu cha ugonjwa na amekuwa kilazwa mara kwa mara hospitalini. Ni taarifa yake Ive Buchana. Uchunguzi wa BBCI umebaini ushahidi unaoibua mashaka makubwa juu ya uchunguzi na kesi ya Marekani kuhusu mauaji ya raia 24 wa Iraq mwaka 2005. Mauaji hayo yaliyofanywa na wanamaji wa jeshi la Marekani katika mji wa Haditha yalichochea uchunguzi wa muda mrefu zaidi wa uhalifu katika vita vya Iraq. Taarifa ya Lera El Gibali inawasilishwa na David Nkya. Safa Yunus alikuwa na umri wa miaka 13 pekee wakati wanajeshi wa majini wa Marekani walipovamia nyumba yao na kuwapiga risasi baba yake, mama yake, shangazi yake na ndugu zake 5. Mlango mweupe wa nyumba yao bado umejaa matundu ya risasi. At 6 o'clock, allegations that US Marines massacred Iraqis. Katika taarifa ya BBC saa 6 usiku, madai kwamba wanajeshi wa Marekani waliwaua raia wa Iraq. Wabunge wanauliza, je, jeshi la Marekani lilificha ukweli?
Tarehe 19 Novemba 2005, bomu lililotegwa kando ya barabara lililipua msafara wa jeshi la wanamaji la Marekani na kuua mwanajeshi mmoja na kuwajeruhi wengine wawili. Wanajeshi wa majini walianzisha shambulio la nyumba kwa nyumba ambalo lilisababisha vifo vya raia 24 wa Iraq. Walikuwa watu wasio na hatia. Hatukuwa tumeshtakiwa kwa lolote. Hatukuwa na silaha yoyote ndani ya nyumba. Nataka watu waliofanya hivi wawajibishwe na waadhibiwe na sheria. Mike Maloney ni mtaalamu wa uchunguzi ambaye alichunguza tukio hilo na akachunguza chumba ambacho familia ya Safa iliuawa. Chumba hicho cha kulala kilikuwa cha kutisha. Tuligundua na kile kilichoonekana kuwa watu wazima 2 na watoto 5 ambao kimsingi waliua kwenye kitanda. Mmoja wa wanajeshi wa Marekani, Lance Mendoza, alikiri kumuua baba yake Safa. Mendoza alisema katika ushahidi wake mahakamani kwamba hakuingia katika chumba cha kulala ambapo familia nzima iliuawa. Nilipofungua mlango, jambo la kwanza nililoliona ni wanawake na watoto wakiwa wamelala kitandani. Nilifunga mlango. Hiyo ilikuwa hadithi ya Mendoza kwa miaka mingi, lakini BBCI imefichua sauti za chumba cha mahakama kutoka kwa kesi nyingine miaka 4 baadaye ilipotoa maelezo tofauti. Mendoza alisema, niliingia ndani ya chumba, nilijaribu kuangalia vizuri kile kinachoendelea. Tulionyesha ushahidi huu kwa Mike Maloney. Hii ni mara ya kwanza kusikia. Kwa hivyo hili linanishangaza sana. Sasa naingia futi 8 kwenye chumba ambacho ni mahali pa mpiga risasi. Ningesema Mendoza alikiri kwa kila kitu isipokuwa kupiga risasi. Time 12:24, photography started. Mendoza hakuwahi kushtakiwa kwa uhalifu wowote. Alisisitiza kuwa hakuwahi kuwapiga risasi wanawake na watoto. Hakujibu maswali yetu. Na sasa tunakwenda viwanjani na Victor Kenani. Asante Skola. Tunaanza na soka na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kuwa na matumaini ya kufuzu kombe la dunia baada ya kuwatoa Nigeria kwa penalti kwa mabao 4-3 kufuatia sare ya 1-1 baada ya muda wa nyongeza na hivyo kushinda mchujo wa Afrika uliofanyika Morocco. DR Congo sasa wanasubiri draw ya Alhamisi kwa ajili ya michezo ya mchujo ya kati ya mabara itakayofanyika Machi, ambapo timu 6 zitawania nafasi 2 katika fainali ya kombe la dunia zenye timu 48. Na Erling Haaland alifunga mabao 2 kwa muda wa dakika 2 tu na kuisaidia Norway kurejea kwenye kombe la dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 28 kwa mtindo mzuri wa ushindi dhidi ya Italia. Norway walikuwa wamefunga Estonia Alhamisi na kuweka karibu uhakika wa kufuzu kwa michuano ya mwakani, huku Italia wakihitaji ushindi wa mabao 9 ili kuibuka vinara. Bado tukisalia kwenye soka, Harry Kane alifunga mara 2 kipindi cha pili, huku Erling Haaland akiipa Albania na kukamilisha kampeni nafuu za kufuzu kombe la dunia kwa ushindi wa mechi 8 kati ya 8. The Three Lions walikuwa tayari wamefuzu kama washindi wa kundi, na Thomas Tuchel alifanya mabadiliko 7 kutoka kikosi kilichoshinda Serbia ugani Wembley siku ya Alhamisi. Tukiendelea kwenye mbio za magari ya langalanga, timu ya Formula 1 zimekubaliana kuongeza muda wa kujitolea kusaidia mashindano ya wanawake pekee ya F1 Academy hadi baada ya msimu huu. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Shukran sana Skola.